Karibuni kwenye somo la 8. I hope you're good. Na leo tutazungumzia moja ya kitu cha nafikiri vitu vyote ni vya msingi ambavyo tumejifunza so far mpaka hapa, lakini leo tutaenda kuzungumzia kitu ambacho of course kina maana zaidi. Kuna kitu kinaitwa lot size. Okay. Hili ni eneo ambalo traders wengi sana huwa wana mess up vitu hapa na uh, ni kaeneo fulani ambako ni nyeti sana. Okay, so tunajua kila kiungo kwenye mwili wa binadamu ni muhimu, lakini kuna vile vitu ambavyo ni nyeti sana. So lot size pia ni moja ya kipengele au ka concept fulani ambako ni nyeti sana kwenye upande wa trading. Sasa hii lot size hii ni ukubwa wa position, ni ukubwa wa positions, uh, uh, position unayofungua kwenye soko la forex, au tunaweza tukasema hii ni trade size. Inaitwa trade size. Okay, so lot size hii ni ukubwa wa position unaofungua kwenye soko la forex, au tunasema size ya trade zako. Okay, inaonyesha ni kiasi gani cha base currency unachonunua na kuuza. Mfano, ukifungua kwa lot ya 1.00 lot, tunasema buy euro USD with 1.00 lot size. Kwa unakuwa umefungua euro USD kwa ukubwa hiyo lot moja, ambayo unakuwa ni kama umebuy euro yenye units 100,000. Okay, sasa kule nyuma tulizungumzia kwamba zamani hii biashara ya forex ilikuwa inafanyika na participant, big players, big boys. Okay, big players wenye mitaji mikubwa. Okay, ndo walikuwa wanaweza kuinunua hiyo. Kwa hiyo wenyewe walikuwa na buy kwa ukubwa huo, walikuwa na buy kwa lots ambayo ilikuwa ni standard lot size. Walikuwa mfano trade ndogo kabisa standard ilikuwa ni big boys standard kwao ilikuwa nikisema standard ni kile at least kianzio, so au bei yake. So standard ilikuwa ni units 100,000 ndo unaruhusiwa kufanya. Kwa hiyo sasa ilikuwa ili uweze kubuy maybe euro USD ilikuwa inatakiwa uweke units 100,000 ili uweze kubuy. Okay, itakuwa upate units 100,000 ili uweze kubuy. Ndio tunasema kwamba umebuy euro USD kwa units 100,000 au umebuy euro USD kwa units 200,000. Kwa hiyo sasa tulivyokuja sisi players wadogo wadogo, of course units hizi kwa jina lingine pia ni ndo currency, zile hela. Sasa hawa wanabuy mfano hii 100,000, hii inakuwa ni either USD, inakuwa labda ni pound, inakuwa ni euro, inakuwa labda ni Japanese yen 100,000. Okay, kwa ina maana sisi leo tungekuwa tunaingia kwenye hili soko miaka ya 70 kabla ya ujio wa internet na brokers, ina maana at least kufanya trade moja, so kuwa na mtaji, yani trade moja unaanza kuifanya kwa units 100,000. Either units inaweza kuwa USD, pound, euro au Japanese yen. Kwa hiyo sasa wakasema hizi units tuziite lot. Okay, hatutakuwa tunaandika 100,000 units wanavyobuy. Kwa hiyo wakachukua units 100,000 wakagawanya kwa units 100,000. Okay, kwa wakagawanya kwa units 100,000 wakapata moja. Hii moja ikawa inaitwa standard lot size. Standard lot size ambayo ni 1.00. Ndio maana hapa nimetoa mfano buy euro USD with one lot size. Kwa unapokuwa unatumia one lot size, ina maana umebuy euro USD kwa units 100,000. Okay,
ikaitwa standard lot size. Kwa tulivyokuja sisi sasa, ndo wakaanza kutupunguzia, wakasema a lot of these poor people they can't afford hizi standard lot size kwa kuanzia, ambao ni standard. Kwao wakasema okay, then basi tutawapa hata standard 10,000 waweze kufanya biashara. Kwa hiyo ikawekwa 10,000 gawanya kwa 100,000 tukapata 0.1 ambayo hii ikaitwa minimum lot size. Okay, ambayo minimum lot size ndo hiyo 0.10. Right? Then ikaonekana pia hii 10,000 maana yake unazungumzia dola 10,000 unazungumzia dola 10,000 unazungumziwa dola 20,000 hapo, ambazo hizo 10,000 hapo unazungumzia milioni 26, milioni 27 ili ufanye trade moja. Ikawa inaonekana pia hapo patakuwa ni padogo, basi wakasema ngoja tuongeze wigo zaidi, wakasema sasa tuwaruhusu basi waingie kwa unit hata 1,000. Okay, ambao kwenye hizi unit 1,000 wakagawanya kwa 100,000. Okay, ikapatikana 0.01. Hii ikaitwa micro lot size, ambao ni 0.01. Sasa kwa brokers wengi kwenye upande wa kutrade forex, hizi ndo lot size za aina tatu. Kwa hiyo 0.01 inaenda 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 mpaka 0.09. Ikitoka 0.09 ina maana inaingia minimum lot size au mini lot size. Hii inaenda mpaka 1.1, 0.11, 0.2 mpaka 0.99, then unaenda kwenye standard lot size. Okay, kwa hiyo unakuwa unaingia sokoni kwa hizi lot size. So hizi aina za lot size sasa ndo zinaamua kwamba kwa mtaji ulionao utatumia standard lot size gani. Okay, lakini sasa pia hata hii 1,000 1,000 units ni sawasawa. Mfano kama una account ya USD, na maana ukitumia 0.01 wewe umebuy euro USD kwa dola 1,000, kwa dola 1,000. Okay, umebuy euro USD kwa dola 1,000. Sasa mtu atasema mbona wewe na mtaji wa dola 10, dola 15, inawezaje naweza kubuy euro USD kwa dola 1,000? Basi broker ndo akaleta kitu ambacho kinaitwa leverage. Sasa hii leverage itakuwa somo la siku nyingine, lakini through leverage sasa utaona leverage inaandikwa labda 1:10. Okay, au 1:100 broker anakupa. Kwa utakapokuwa unachagua leverage ndo sasa ndo hapa hizi leverage ndo zitakazokuwa zinakusaidia aidha au ufungue trade yenye ukubwa wa kiasi gani. Mfano ukichagua leverage ya 1:100, okay, kwa kila trade, labda kwa kila trade ambayo utakuwa unafungua inakuwa inazidishwa mara 2. Kwa mfano kama una mtaji wa dola 10, wewe utahesabika una mtaji wa 10 times this $100 ambayo itakuwa dola 1,000. Kwa hiyo utakuwa unaweza kufungua mpaka trade za dola 1,000 kwa kutumia dola 10. So kama una mtaji wa dola 100, ina maana umepewa leverage ya 1:100. Ina maana katika kila 100 utaizidisha times hii, ina maana utakuwa na uwezo wa kufungua mpaka trade zenye thamani ya dola 10,000. Kwa hiyo ukiwa na dola 100 unaweza kufungua trade moja ya mini lot size. Okay, ambapo hapo itakuja na vitu vingine kama margin na nini and everything. Kwa hiyo sasa hii leverage kuna 1:100, 1:200. Broker wengi wanatoa 1:500. Okay, wao wanaotoa 1:500 inamaanisha ukiwa na dola 100, ukiwa na account ya dola 100 unaweza ukafungua trade mpaka zenye thamani ya dola 50,000. Kwa maana hiyo unaweza ukatumia lot size mpaka ya 0.50 ambayo ndio inahusika kwenye hii minimum lot size hapa. Okay,
Yeah, kwa hiyo ndo lot size pamoja na leverage. Sasa tuangalie watu kwa sababu gani hii ni ukubwa. Kwa sababu gani tunasema lot size ni ukubwa wa trade ambao unaingia nao sokoni. Hii ndo tuseme ni ukubwa ambao unaingia nao sokoni. Let's say kwa mtu ambaye labda tuilete hichi kitu ambacho nimekieleza in real life example. Okay? Fikiria unanunua mchele. Fikiria kama unanunua mchele. Okay? Kuna gunia, unaweza ukanunua mchele gunia moja, ukanunua mchele gunia 10, ukanunua mchele mwingine akaja akanunua mchele gunia 100. Okay? Bei ya kila kilo moja, let's say bei ya kila kilo moja hapa let's say ni 1,000. Kwenye gunia 10 pia kilo ni 1,000. Kwenye gunia 100 pia kilo ni 1,000. Kwa hiyo sasa kilichobadilika ni kiasi unachonunua. Okay? Lakini lot size haibadilishi bei ya market. Price ndo ambayo inabadilika. So kinachobadilisha bei ya market ni ukubwa wa position yako. Sasa kwa sababu sisi kwenye market tutakuwa tunatafuta pips, ile vitu ambavyo nimevielekeza jana. Tuangalie sasa kila lot size ina value gani. Unapokuwa unatumia standard lot size ambao standard lot size ni 1.00. 1 pip inavyobadilika kwenye market, 1 pip ikibadilika ina thamani ya $10. Okay? Kwa hiyo sasa kwenye eneo ambao market ita move, if the market move 100 pips, utachukua hizi pips 100 zidisha kwa hii thamani ya lot size ambayo ni $10. Huyu mtu atapata faida au hasara ya dola 1,000 kwa kutumia standard lot size. Then unapotumia minimum au mini lot size, ambayo ni 0.10, 1 pip exchange in the market inakuwa na thamani ya $1, ambapo sasa ikitokea market imeweza kumove kwa 100 pips upande wote wa faida au wa hasara, utachukua 100 pips times $1 ambao ndo thamani ya min lot size, utapata $100. Okay? Then mtu ambaye anatumia micro lot size, okay, ambao ni 0.01 units 1,000, 1 pip exchange in the market, 1 pip exchange in the market ina thamani ya senti 10. Okay? Kwa hiyo sasa sehemu ambayo market imemove 100 pips, utachukua 100 pips times 10 cent, utapata 1000 cents. Sasa 1000 cents manake senti 100 ndo $1. Kwa 1000 cent itakuwa sawa sana $10 hivi. Kwa hiyo market inaweza ikamove kutoka hapa mpaka hapa. Watu watatu wameingia buy hapa chini, kisha market ikamove mpaka juu hapa. Muda mmoja wameingia pamoja, trade ya aina moja, wote wamebuy Euro USD. Kitakachowatofautisha hawa watu ni ukubwa ambao wameingilia sokoni. Aliyeingia na lot size standard, yeye kwenye hizi pips 100 atapata $1,000. Aliyeingia na min lot size, yeye kwenye hizi pips 100 atapata $100. Aliyeingia na micro lot size 0.01 kwenye hizi movement yeye atapata senti 1,000 ambayo ni sawa na $10. Kwa watu watatu, mmoja anapata kwenye eneo hilo hilo, trade hiyo hiyo, movement hiyo hiyo, wameingia pamoja, wametoka pamoja. Utofauti wao ni ukubwa alioingilia sokoni. Okay? Kwa mtu mmoja aliingia na standard lot size atapata $1,000, mwingine atapata $100, mwingine atapata $10. In case pia walisell hapa lakini market ikapanda juu pips 100 against them, aliyetumia standard lot size atapata loss ya pips 1,000, aliyetumia min lot size atapata pips ya
atapata loss ya dola 100 na aliyetumia micro lot size atapata loss ya dola 10. Kwa hiyo lot size ni upanga unaokata pande zote mbili. Ukiwa sahihi unapata, na ukiwa wrong unapoteza kiasi hicho hicho ambacho pia ungekipata. Sasa kumbuka, tulikuwa tunazungumzia pia masuala ya spread. Unakuta kwenye spread pale, broker anaweza akaweka spread 2 au akaweka spread 3. Kwa hiyo sasa hiko ni kitu let's say broker unavyoingia kwenye trade ya broker, labda yeye gharama yake ni spread 2, labda spread ya kuingia kwenye trade labda ameweka spread, let's chukulia spread 2. Okay, kwa hiyo sasa utakavyoingia sokoni tu kwa micro lot size, hata kabla market haija move, kwa sababu spread inakatwa unavyoingia sokoni tu kwenye pips 2, ina maana trade ikifunguka tu utakuwa una hasara ya senti 20 ambayo itakuwa dola 0 point hivi, hii ukitumia micro lot size, spread ya 2, spread ya 2 kwenye micro lot. Umeingia tu kwenye trade, hii spread tayari umeshampa broker senti 20. Na yule mtu ambaye anatumia min lot size, min lot, okay, kwa sababu 1 pip ina thamani ya dola 1, kwa akiingia tu sokoni market haija move, spread ambayo anamlipa broker ni dola 2 kwa kutumia min lot size. Wakati yule mtu ambaye anatumia standard lot size akiingia tu sokoni, kwa sababu 1 pip ina thamani ya dola 10, anavyo open to trade, broker ya kwake dola 20 tayari inakuwa imefanyaje, unakuwa tayari ushamlipa. Hapo market haijaenda upande wa hasara au wa faida, hiyo spread, gharama ya kuingilia sokoni tayari. So kunakuwa kuna commission pia, broker anakuelekeza labda commission anazofanyaje, lakini hii spread, broker ambao wanacharge spread au wanatumia spread. Sasa hizi spread zinaendaga zinatofautiana. Kuna broker mwingine spread ni 3, kuna broker mwingine spread ni 4, kuna broker mwingine spread ni 5. Kwa hiyo kulingana na losses unaotumia broker ndivyo ambavyo, nikisema kwamba brokers wenyewe wananufaika na spread na commission na swap, hichi ndo ambacho kinatokea. Kwa kama ana client labda 1000 ambao anatumia standard lot size na yeye spread ni pips 2, kwa hiyo ina maana katika kila trade ya watu 1000 wanaofungua inakuwa ni 20 times 1000. Kwa hiyo hawa watu wanamlipa dola 20,000 kama spread tu, hawa watu 1000. So broker mwenye watu 10,000, 5000, 100,000 wanatumia standard lot size, unaweza kujua ni kiasi gani ambacho they make. Lakini kama ana client ambao wanatumia labda wako 1000 ambao wanatumia min lot size, okay, wako 1000, ina maana katika kila trade ambao anafungua yeye anapata dola 2000 kwa min lot size. Na kama broker wanao participate ni maskini, basi wako 1000 let's say client, katika kila trade wanaofungua anakuwa anapata dola 200. Kwa obvious broker atataka wengi watakushawishi tu utumie standard lot size. Okay? Sasa ili uweze kutumia standard lot size, minimum capital, wewe kama trader, ili uweze kutumia standard lot size hapo, at least capital, at least unatakiwa na capital ya dola 10,000, ndo unaweza kutumia standard lot size in terms of a good risk management. Okay? Ili kuweza kutumia min lot size, capital at least haitaki kuwa below dola 1000. Okay, na watu wote ambao wana below dola 1000 kushuka huku chini, basi kuanzia labda dola 100, dola 200, dola 300, ambazo hizo ndio tutakuwa watu wengi, sisi tutakaa hapa kwenye micro lot size for a very long time, mpaka utakavyofika mtaji wa dola 1000 na kupanda huku juu, ndio utatumia min lot size. Okay, kwa hiko ni kitu cha msingi sana kuweza kukifahamu. Kwa hiyo lot size sasa, huu ni ukubwa au ni muscles, msuli ambao utakuwa unaingia nao sokoni. Mwenye mtaji mkubwa anaingia kulingana na mtaji wake, mwenye mtaji wa kati ataingia kwa lot size inayofaa kwa mtaji wake, na mwenye mtaji mdogo ataingia kwenye hivyo vitu. So lot size ni kitu cha msingi sana ambacho wewe kama trader utaanza kukicontrol wewe sokoni kupitia kitu ambacho kinaitwa risk
management. So through risk management utajua kwamba mimi na mtaji wa $100, okay, natakiwa kufungua trade ngapi? Okay, trade ngapi? Lot size ipi? Na katika hizo trade nilizozifungua, ukomo wa hasara ni uweke wapi? So kwa sisi ambao kama ambavyo nilikuwa nimesema, tutaanza kujifunza kwa $30 ili kupima our emotion, kujua vitu ambavyo vinafanya kazi and everything. Sisi tu of course hakuna mtu ambaye atatumia more than 1.001. So tu kwenye hii 0.01 lot size ambayo tutakuwa tunaitumia kwenye namna ambavyo tutakuwa tuna participate in the market, tuna engage in the market. Hii ndo lot size tutakayotumia for the whole month tutakavyokuwa tuna practice kile kitu ambacho niliwaonyesha kwenye previous lesson. Kwa hiyo nikisema sasa we are trading maybe we are buy Euro USD at 1.12000, then stop loss weka kwenye stop loss weka kwenye 1.1170 ambayo hii ni sawasawa na negative 30 pips. Maana hizi ndo tutakuwa tumezirisk, okay? Lakini take profit tutaweka at 1.1300. Ina maana hizi ni sana 100 plus pips. Yeah. Risk to reward ratio sasa ya hii trade ya Euro USD, risk to reward ratio itakuwa sawa sana hii 30 ambayo ndo moja tumeiliski, ili tupate 100 ambayo hii inakuwa ni kama 3.2. Okay, hii ndo inakuwa risk reward. Kwa hiyo tumeliski 30 ili kupata pips 100. So kwa 0.01 by 0.01 hii trade ikienda kuhiti stop loss, tutachukua 10 cents za thamani ya hiyo lot size times 30 pips, tutapata 300 cent, ambazo 300 cent ni sawa na $3. Okay, kwenye hiyo trade. Then ikitokea hiyo trade imeenda imegusa take profit, ina maana tutachukua 10 cents kwa kutumia 0.01 lot size, itakuwa sawa sawa na 10 cents times 100 pips ambazo tutazipata kama faida. Ambapo hapo tutakuwa sawa sawa tumepata hapo tutakuwa sawa sawa tumepata 1000 cent, ambazo hii 1000 cent ni sawa na $10 in one trade. Okay, sasa tukipata hasara ya $3 kwenye hii trade ya Euro USD, 3 ni asilimia 10 ya $30. Okay, 3 ni asilimia 10 ya $30 ambao tutakuwa tumefanyaje, tumeipoteza. Ila tukipata $10, hii inakuwa ni asilimia 33 ya account ambayo tutakuwa tumefanyaje, tutakuwa tumeigain. Okay, na kwa sababu 0.01 ndo lot size ya chini zaidi, hatuna tena lot size ya chini, hatuna lot size ya chini ya 0.01 ambayo itafanya hizi pips 30 ziwe zina risk ndogo. Kwa sababu unakuta kinachotokea nini, we have to find trades ambazo risk ya kuingia sokoni itakuwa below hizo pips kama tunataka kushusha
amount of risk. Kwa to find trade ambazo risk ya kuingia sokoni itakuwa ndogo. Risk ya kuingia sokoni ni ngapi? Kwa nitakuwa tutafute trade, maybe stop loss iwe pips 20, stop loss maximum pips 20, pips 10 na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye pips 10 stop loss times 10 cents, ina maana hapa stop loss inakuwa ni $1. Kwenye pips 20 stop loss inakuwa ni $2. Kwa hiyo ili tuweze kupoteza hii $30 yetu yote kwa trade kwa kutumia kwa kufanya trade zenye risk ya pips 20, inatakiwa tupoteze trade 15 consecutive ambazo zitatupatia $30. Na hapa kwenye tukitumia 10 pips kama stop loss, inatakiwa tupoteze trade 30 ili $1 times 30 ili tuweze, ambayo itakuwa ndo $30. So obvious tuta rely hapa, tuta rely kwenye hizi at least trade ambazo tutakuwa tunazifanya maximum pips ya risk hiyo ni pips 20. Kwa nini sasa? Ili uweze kuwa comfortable kwenye kutrade, okay? Ili tuweze kuwa comfortable kwenye kutrade ya at least ukiwa na mtaji wa $100, okay? Ukiwa na mtaji wa $100 na risk ya pips zako ikiwa kati ya pips 20 mpaka 30, depend na vitu na time frame ambayo tunatrade, tutakuja kuangalia huko. Ina maana pa every trade risk yako inakuwa ni kati ya $2 mpaka $3. $2 mpaka $3. Sasa ili kwa akaunti ya $100 ili uweze kupoteza, tukiekelea 3, so it means ili uweze kuchoma ile $100 yako yote, so ili uweze kuchoma $100, nikisema kuchoma maana yake kupoteza mtaji yote. Ili uweze kuchoma hii $100 kwa kutumia 0.01 na kila trade maximum hiyo ni pips 30, ina maana katika kila trade unapoteza $3. 100 ukigawanya kwa 3, ina maana wewe trade zako utafanya trade 33 ndio uweze kuchoma hiyo $100. Kwa to be honest, $100 inaweza you need 33 trades ambazo utakuwa unapoteza tu kila siku. Utakuwa unapoteza kila siku ili uweze kuichoma hiyo $100. Ndio maana sasa mtu yeyote ambaye anakuambia mimi nimechoma account, yani mtu akikwambia tu story kwamba nilikuwa na mtaji wangu nimetrade nimechoma account, kitu cha kwenye trade 2 kwenye trade 3, kitu cha kwanza hajatumia risk management. Ambao hii risk management ni nini? Una mtaji wa $100, unataka utumie minimum lot size. Una mtaji wa $500, unataka utumie standard lot size. Mtaji wako ni AST, unabeba mzigo wa Kenta. Mtaji wako ni Alphard au ni Hiace, unabeba mzigo wa basi kubwa. Hicho ndio kitu ambacho kinatokea. Kwa hiyo lazima kwenye haya matumizi ya lot size lazima uhakikishe kwamba ukubwa wa mtaji wako ndicho kitu ambacho utakuwa una kitrades, okay? Ndio maana nikasema somo la lot size ni kubwa, na pale ambapo unatumia lot size kubwa kuliko mtaji wako, emotional zinakuwepo, kwa sababu ukiwa na $100, yeah, ukatumia standard lot size ambayo 1 pip exchange inakuwa na thamani ya $10, si ndio? Ukiingia kwenye hii trade spread peke yake
tuchukulie hiyo mbili na ni minimum, lakini spread zinaenda mpaka 4. Let's say umeingia kwa broker, spread ni 4. Kwa hiyo ukiingia na standard lot size, spread ni 4, umeingia tu kwenye trade, market haija move hata kidogo, una hasara ya $40, unabakiwa na $60. Hizo $60 sasa ndo tunakuja kwenye hiyo trade, pia pana commission. Let's say $5 au $2 kulingana na lot size. Market ikimove against you negative pips 5, pips 5 tu, hiyo $100 tayari ushachoma, $100 tayari ushachoma. Na hii market kumove pips 5 ni swala tu la wewe ku blink an eye and then ku open, then market inakuwa imesha move hizo pips 5. So tuangalie labda kwa pea mfano USD JPY, au watu wengi ambao mnaipenda sana gold. Beginners wengi wanaipenda sana gold. Yo, inatembea kwenye hii gold. Tukienda taka tuangalie movement zake kwenye time frame ya 1 minute. Ndani ya dakika 5. Unaona hii hapa. Hii hapa inakaribia kufunga. Sasa hizi zimebaki sekunde 23. Nataka itakapofunga tu si tuingie trade ya kusell. Hapa. Itakapofunga tu zimebaki sekunde 13, 11, 10. Au kwa sababu market inaonekana inaenda juu, ngoja tuingie trade ya kubuy. Haya. Hapa imefungua trade yangu ya kubuy. Stop loss naweka hapa. Take profit. So stop loss hapa ni pips 18, si ndio? Hizi ni pips 18. So tuweke pips 30 kama ambavyo tumesema. Then take profit tutaweka pips 100 hapa juu. Tunaanza kusubiri sasa market move. Dakika ya kwanza ndio hiyo market hapo inakuwa ina move, wewe ndio umeweka standard lot size. Kwa sababu umeweka standard lot size, hata market haifiki hata huku. Ukiweka standard lot size ina maana stop loss ni pips 10. Tuweke tu pips 30. So hii ndo gold. Umekuja hapa umeona hii gold inapanda juu. Ndani ya dakika moja aka ka candlestick ambako kako hapa, katakapofunga tutajua ndani ya hii dakika hii price imemove kwa muda gani. Na sasa hivi the market is a little bit slow. Ya kwa hii dakika moja aka ka candlestick alikoshuka chini tukipima kame move kwa pips 6. Okay? Kame move kwa pips 6. Aka ka candlestick unako kaona aka kadogo hapa kame move kwa pips 6. Kwa kama umetumia standard lot size una buy gold una $100 hapa ndani ya hii dakika 2 tayari $100 ushaichoma kwenye gold. Tunaona tena market inashuka. Sasa hivi imefikisha pips 15, nusu ya risk yako ambao ndo pips 30. Let's continue to see. Hiyo ni dakika ya pili hiyo. Inazidi kwenda kwenye risk yako. Dakika ya pili imekata. Kutoka pale ulipoingia ndani ya dakika 2 market imemove against you kwa pips 25. Kwa kama umetumia min lot size ina maana hapo tayari upo kwenye loss ya $25. Okay? Kama umetumia standard lot size hapo tayari upo kwenye loss ya pips 250. Kama umetumia micro lot size hapo tayari upo kwenye loss ya $2.5 ndani ya dakika 2. Okay? Tufuatilie tu kwa dakika 5 kuanzia pale tulipoingia. Hii sasa hivi ni dakika ya 3 na hii ni candlestick ya 1 minute ya 3 toka tumeingia. Imebakiza sekunde 14, sekunde 12, 11, 10, sekunde 9, sekunde 7, sekunde 5, 2, 1. Then haijaenda below pale. Then
candlestick ya 4 hiyo imefunguka, inakaribia stop loss yetu, boom, tayari imesha kutoa kwenye stop loss. Kwa ndani ya dakika 4, kwa mtu ambaye ametumia 0.01 tayari ana loss ya dola 4. Mtu aliyetumia 0.10 ana loss ya dola 40, na mtu ambaye ametumia standard lot size kwenye hii ana loss ya dola 400 within this 4 minutes. So nimetumia hii gold ili kwa sababu hii inatembea sana, na of course in case kama hapa tungekuwa tume sell hapa, tungekuwa tume sell, ina maana stop loss ingekuwa labda pips 30 kama ambavyo tuliweka huku juu, pips 30 na take profit pips 100, ambapo ni hapa chini. Hizi hapa pips zinaonekana, ina maana mpaka sasa hivi kwenye hii trade kungekuwa kuna zimeshatembea pips 50 ambayo ndo nusu ya hii target. Kwenye hizo pips 50, anayetumia 0.01 amepata dola 5, anayetumia min lot size ya 0.10 amepata dola 50, na yule ambaye anatumia standard lot size mpaka sasa hivi hapa ameshaingiza dola 500 ndani ya hizi dakika 4. Sasa kwa sababu mitandaoni huko huyu ambaye ametumia standard lot size ndani ya dakika 4 ndo anaonekana ameingiza dola 500, hapo sasa ndo watu wanapokuja kushawishika kwamba kwenye hii biashara kuna utajiri and everything. Kwa hiyo hayo ndo matumizi ya lot size, na hiyo lesson ilikuwa iko hapo. Tutajifunza zaidi tunawezaje kuweza kutengeneza hela na kuwa na uhalisia wa biashara na kutofanya hii biashara kamari zaidi katika lesson zinazofuata, lakini hiyo ilikuwa ni lesson ya lot size. Kwa hiyo na kusii tena tutakavyoanza na hizo dola 30 kwa ajili ya kufanya mazoezi kuongeza ile insight zaidi sokoni, usije ukajiongezea lot size boss. Hicho kitu nakuomba. Zaidi hapo tu tutaanza kuitana majina mabaya huko mitandaoni, tapeli, nilideposit dola 30 yangu, sijui imeliwa au sijui mimi ndo nimekula hiyo dola 30. Maskini ya Mungu, hiyo dola 30 hata sijui itakuwa imeenda wapi, lakini tu kwa wewe kutokufuata maagizo. Okay, kwenye hilo swala naombeni sana kuhakikisha kwamba tuna follow instruction. Kwa hiyo ndio kwa somo la leo, masuala ya lot size. I hope kuna kitu umekiongeza. Tukutane kwenye lesson ambayo inafuata kesho, and endelea kuandaa hiyo dola 30. So ili tufuate risk management, itakiwa niseme kwamba tujifunze the initial capital ili tuende na risk management to deposit dola 100, lakini dola 30 mpaka dola 50 niliona ndo kidogo itakuwa iko suitable. Okay, kwa hiyo let's make sure tunafanya hivyo. Tukutane kwenye somo ambalo linafuata, nafikiri kuanzia wiki ijayo au wiki ile ndo hizo dola 30 tutaanza kuzitumia. Sasa hivi tuendelee kukamilisha usajili, kufanya verification na kudeposit. Ukisha deposit iweke hapo hela. Kuna account moja imeandikwa Shield 500 account. Unavyofungua live account kwenye hizo Shield account, ndo fungua account hiyo na ideposit hiyo dola 30 kwenye hiyo Shield account, then maelezo mengine yatafuata baadaye kadri tunavyoendelea kujifunza. Siku mwema, alamsik.